Saudi Arabia yajenga uwanja wa mpira angani, unabadilika kulingana na hali ya hewa. Katika siku za hivi karibuni, Saudi Arabia imekuwa ikifanya juhudi kubwa kujiweka kwenye ramani ya dunia kama kiongozi katika maendeleo ya michezo, na mojawapo ya miradi mikubwa zaidi ni ujenzi wa uwanja wa mpira wa mawinguni ambao unalenga kuwa kivutio cha kipekee katika sekta ya michezo duniani. Uwanja huu unajulikana kama The Sky Stadium. Sio tu kwamba ni hatua muhimu katika mpango wa Saudi Arabia wa vision ya mwaka 2030, lakini pia ni mfano wa ubunifu na teknolojia katika ujenzi wa viwanja vya michezo. Ujenzi wa uwanja wa mpira wa mawinguni ulianza kama sehemu ya juhudi za Saudi Arabia za kukuza sekta ya michezo na kuongeza nafasi yake katika ulimwengu wa kimataifa. Mradi huu ni sehemu ya vision ya mwaka 2030, mpango wa taifa ambalo unalenga kuimarisha uchumi wa nchi kwa kuboresha miundombinu, kuvutia wawekezaji wa kimataifa na kuhamasisha utalii. Kwa upande wa michezo, Saudi Arabia inatamani kuwa mwenyeji wa mashindano makubwa ya kimataifa, na uwanja huu wa mpira wa mawinguni unalenga kuwa nyumbani kwa mashindano ya kimataifa kama vile Kombe la Dunia, Ligi ya Mabingwa ya UEFA na michuano mingine mikubwa ya soka. Mradi huu ulianza kwa ajili ya kutoa jibu kwa changamoto za miundombinu ya michezo, lakini pia kutimiza malengo ya kidiplomasia, utamaduni na utalii. Uwanja huu unatazamiwa kuwa na uwezo wa kushirikiana na maeneo ya burudani, hoteli na shughuli nyingine za kijamii, hivyo kuwa kivutio cha kipekee kweli kweli. Uwanja huu unajengwa katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, ambao ni mji wa kisasa na wenye umuhimu mkubwa katika sekta ya biashara, utawala na utalii nchini humo. Riyadh ni mji ambao unajivunia mchanganyiko wa utamaduni wa jadi na maendeleo ya kisasa. Eneo hili limechaguliwa kwa sababu ya kukua kwa haraka kwa mji huo na umuhimu wake katika mipango ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. Pia Riyadh ni jiji ambalo linapokea maelfu ya wageni kila mwaka kwa ajili ya biashara, utalii na shughuli za kidiplomasia, hivyo kuwa na nafasi nzuri zaidi kwa mradi huu mkubwa. Uwanja huu unajengwa kwenye sehemu ya wazi ambapo muundo wake utaendana na mandhari ya jiji. Hata hivyo, moja ya sifa ya kipekee ya uwanja huu ni kwamba ingawa uko katikati ya mji mkuu, umeundwa kwa njia ambayo itaruhusu mfumo wa paa linaloweza kufunguliwa na kufungwa kulingana na hali ya hewa. Hii inamaanisha kwamba uwanja huu utakuwa na uwezo wa kuwa na hali ya joto au kivuli kulingana na hali ya anga, na hivyo kuifanya iwe rahisi kwa wachezaji na mashabiki kufurahia mchezo bila kujali hali ya hewa. Uwanja wa mpira wa mawinguni ni zaidi ya uwanja wa kawaida. Ni mfano wa ubunifu wa kisasa ambapo teknolojia ya hali ya juu inatumika kuhakikisha kwamba uwanja huo unakuwa na uwezo wa kubadilika kulingana na mahitaji ya mchezo au tukio. Kwa mfano, paa la uwanja litakuwa linachukua fomu ya kipekee ambapo linaweza kufunguliwa au kufungwa kulingana na hali ya hewa. Hii itahakikisha kuwa kuna uingizaji hewa wa kutosha au kivuli kulingana na joto la jiji wakati wa mechi. Aidha, uwanja una uwezo wa kubadili giza la jioni kuwa mwanga wa mchana na kutumia mifumo ya taa ya kisasa na mifumo ya anga kuhakikisha kuwa wachezaji wanacheza kwenye mazingira bora kabisa. Uwanja pia utakuwa na sehemu za burudani, mazoezi, vituo vya afya na sehemu za kisasa za huduma kwa mashabiki, ambapo mashabiki wataweza kufurahia mtindo wa kisasa wa michezo na starehe wakati wa mechi. Kwa kutumia mifumo ya kidigitali, mashabiki wataweza kupata taarifa za haraka kuhusu matokeo ya mechi, hali ya hewa na maelezo mengine muhimu kwa ufanisi wa tukio. Uwanja wa mpira wa mawinguni unatarajiwa kuwa na ukubwa wa kipekee ambapo utaufanya kuwa moja ya viwanja vikubwa duniani. Uwanja huu utakuwa na uwezo wa kubeba watu zaidi ya 80,000 kwa pamoja, kiwango cha juu kinachoweza kuvutia mashabiki wengi kutoka pande mbalimbali za dunia. Uwanja huu utakuwa mojawapo ya viwanja vya michezo vya kisasa. Uwezo huu wa kubeba watu unadhihirisha azma ya Saudi Arabia ya kujenga miundombinu itakayowezesha nchi hiyo kuwa mwenyeji wa matukio ya kimataifa. Uwanja utakuwa na sehemu za kisasa za kumbi, viti vya starehe na huduma za kupima afya kwa mashabiki ili kuhakikisha mazingira bora kwa wote wanaohudhuria matukio. Hii itasaidia kutanua upeo wa mashabiki wengine zaidi kushiriki kwenye matukio ya michezo, na hivyo kuboresha hali ya biashara na utalii katika jiji la Riyadh.
Saudia imewekeza mamilioni ya dola katika mradi huu, huku ikishirikiana na makampuni ya kimataifa ya ujenzi na ubunifu. Kwa msaada wa wataalamu na wahandisi kutoka pande mbalimbali za dunia, mradi huu umefanikiwa kuwa na mchanganyiko wa teknolojia za kisasa, vifaa vya ubora wa hali ya juu na mbinu za ujenzi zinazozingatia hifadhi ya mazingira. Mradi huu unalenga kuwa na manufaa ya muda mrefu kwa nchi hiyo. Kando na kuwa sehemu ya majukwaa ya kimataifa, uwanja huu utavutia wawekezaji kutoka pande mbalimbali za dunia, kuleta ajira na kuongeza uchumi wa ndani kwa njia ya utalii na shughuli za kibiashara zinazohusiana na michezo. Moja ya changamoto kubwa ni utekelezaji wa teknolojia ya kisasa na kuhakikisha kwamba muundo wa uwanja unakidhi vigezo vya kimataifa na pia unatoa uzoefu bora kwa wachezaji na mashabiki. Ujenzi wa uwanja ulilazimu uvumbuzi wa mbinu mpya za ujenzi ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinafanana na viwango vya ubora na usalama. Pamoja na changamoto hizo, Saudi Arabia imefanikiwa kukamilisha hatua mbalimbali muhimu za mradi huo na inatarajiwa kwamba uwanja utakapokamilika utakuwa na nafasi kubwa ya kuchangia kwenye maendeleo ya sekta ya michezo duniani. Uwanja wa mpira wa mawinguni unaojengwa na Saudi Arabia ni mfano wa ubunifu wa kipekee na teknolojia ya hali ya juu. Mradi huu unaangazia jinsi ambavyo Saudi Arabia inavyotumia michezo kama sehemu ya mkakati wake wa kuboresha uchumi na kuvutia wawekezaji. Uwanja huu utakuwa ni alama ya mafanikio ya Vision ya mwaka 2030 na utatoa nafasi kwa mashabiki na wachezaji kuungana kwenye mazingira bora ya kisasa na ya kipekee. Ujenzi wa uwanja huu hauhusiani tu na michezo, bali pia na maono ya taifa zima la Saudi Arabia la kuwa na mchango mkubwa katika dunia ya michezo, utalii na biashara. Jina langu naitwa Ibrahim Rajab. Call me ball dancer. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.